Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kuwashirikisha mafundisho haya na wale marafiki unaopenda. Ikiwa mafundisho haya yanakubariki, basi unaweza kuwashirikisha marafiki zako mafundisho haya. Na kwa kufanya hivyo Mungu akubariki katika jina la Yesu. Leo tunakutana kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba kwa nini ni muhimu kulinda mawazo yetu, na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwa nini ni muhimu kulinda mawazo yetu? Kwa nini ni muhimu kulinda mawazo yetu? Kuna watu ambao wako makini sana na mawazo, wana vitu wanavyoviwaza. Kuna watu ambao wako makini sana na mawazo wanayoyawaza. Paulo akawaambia kwenye Wafilipi 4:8, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, mambo yote ni kupendeza, ukiwepo utu wema wote, ikiwepo sifa njema yote, yatafakarini hayo. Kwa Paulo alikuwa anajaribu kulipa kanisa la Wafilipi nini ambacho wanatakiwa kutafakari, nini ambacho wanatakiwa kuwaza. Wafilipi 4:8 anasema hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo kweli. Nakumbuka kwamba tunapozungumzia mambo yote yaliyo kweli, neno la Mungu ndio kweli. Tunaposoma kwenye Warumi 3:4 anasema kwamba neno lako ndio kweli, neno la Mungu ndio kweli. Tunaposoma kwenye Yohana 17:17 kwamba watakase na ule kweli, na neno lako ndio kweli. Neno lako ndio kweli. Lakini kwenye Warumi hiyo 3:4 inasema kwamba kila mtu aonekane kwamba ni mwongo, lakini Mungu aonekane kwamba ni amini. Kuna muhimu mkubwa wa kuwa makini. Kuna muhimu mkubwa sana wa kulinda mawazo yetu. Kila wazo unaloliwaza ni mbegu. Vitu vyote ambavyo vinaonekana, kila kitu kinachoonekana kilianza na wazo. Mtu aliyeiba alianza na wazo. Mtu aliyebaka alianza na wazo. Mtu aliyefanya chochote kile kilianza na wazo. Na jinsi wewe unavyoonekana sasa ni matokeo ya kitu ambacho kilianza na wazo kwanza. Kilianza ndani kwanza. Wewe ndio ulikuwa unajua. Wewe ndio ulikuwa unajua. Kwa kuna watu wengi ambao hawajaweza kufanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu hawako makini na vile wanavyowaza. Wanawaza kila kitu, wanatafakari kila kitu. Paulo anawaambia Wafilipi 4:8 kwamba hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo kweli. Kwa maana yake kabla ya kuanza kutafakari jambo, jiulize, je, hili jambo ni la kweli? Je, hili jambo lina sifa njema? Je, hili jambo linapendeza? Anasema mambo yote yaliyo kweli, ukiwemo wema wowote, je, hili jambo ni jema? Anasema yatafakarini hayo. Yatafakarini hayo. Yatafakarini hayo. Kwa sababu Paulo anajua kwamba kama watu wasipokuwa makini na yale wanayowaza, hawezi kufanikiwa kwenye maisha yao. Hawezi kuishi maisha ya ushindi hata katika wokovu huu ambao wameupokea. Wazo ni mbegu. Wazo lolote linalokuwepo, linaloingia kwenye ufahamu wako, hilo wazo ni mbegu. Na mbegu yoyote ile ikitengenezewa mazingira mazuri, huwa inaota. Huwa inaota. Kwa chochote unachokiwaza, ikiwa ni kizuri, kitakuja kudhihirika katika ulimwengu huu wa mwili. Pia hata kama hicho kitu unachokiwaza ni kibaya, kitakuja kudhihirika katika ulimwengu huu wa mwili. Ulimwengu wa mwili. Unawaza nini mara kwa mara? Unatafakari nini mara kwa mara? Kwa sababu hatutakiwi kuwaza kila kitu. Ni vema tuwaze vile vitu ambavyo vina mchango, kutafakari vile vitu ambavyo vina mchango chanya kwenye maisha yetu, ambavyo vinatufanya sisi tuwe wazuri zaidi. Vinatufanya tuwe wazuri zaidi. Ukitambua hili kwamba kila wazo unaloliwaza ni mbegu, na mbegu yoyote ile ikitengenezewa mazingira mazuri huwa inaota. Huwa inaota. Kwa wazo lolote unaloliwaza, endapo ukiendelea kutafakari hilo wazo, ukaendelea kukaa nalo hilo wazo, ukaendelea kulikaa nalo hilo wazo, usiku na mchana unaendelea kukaa nalo, litakuja kudhihirika katika ulimwengu huu wa mwili. Narudia tena, waliozini walianza na wazo, walioiba walianza na wazo. Kila kitu kilianza na wazo. Kila kitu kilianza na wazo.
Na ndio maana tunaposoma kwenye Wakorintho wa pili 10:3-5, maandiko yanasema kwamba maana ingawa tunaenenda kwa mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha kila mawazo na kila kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Tukiangusha kila mawazo. Sasa hapa inajaribu kutuonyesha ngome alizokuwa anazungumzia hapo juu, kwamba tukiangusha kila ngome alikuwa anamaanisha nini? Kwa sababu mstari unaofuata baada ya kusema ngome anasema tukiangusha kila mawazo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mfumo fulani wa kuwaza inaweza kuwa ni ngome, inaweza kuwa ni stronghold ambayo inamfunga mtu asiweze kupata mpenyo. Anasema silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha kila mawazo. Tukiangusha kila mawazo. Kwa kuna mfumo wa kuwaza ambao unaweza kumfunga mtu. Kuna mfumo wa kuwaza ambao unakuwa kama ngome. Na ngome yoyote ile isipovunjwa huwezi kutoka. Huwezi kutoka. Unawaza nini hata kwa habari ya uchumi? Unawaza nini kwa habari ya mahusiano? Unawaza nini? Tukiangusha kila mawazo na kila kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa ni jukumu letu kupingana na kila wazo, kutokumbatia kila wazo ambalo linapingana na ahadi za Mungu juu ya maisha yetu, ambalo linapingana na kile ambacho Mungu amesema juu yetu. Kwa nini ni muhimu kulinda mawazo? Kila wazo unalolipata ni mbegu, na kulitengenezea mazingira mazuri litakuja kudhihirika katika ulimwengu wa mwili huu. Hilo wazo litaendelea, litapiga hatua, litakuja kudhihirika katika ulimwengu wa mwili huu. Tunaposoma kwenye Mithali 23:7, anasema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa Kiingereza kinazungumzia habari ya mtu, tunaweza kusema nimetumia neno think. Think maana yake jinsi mtu anavyowaza ndani yake ndivyo alivyo. Kwa wewe ulivyo hivyo ni matokeo ya vitu unavyowaza. Unawaza nini usiku na mchana? Watu walivyo ni matokeo ya vitu walivyovijaza kwenye ufahamu wao ambavyo wanaviwaza usiku na mchana. Maana unavyo mtu nafsini mwake, as a man thinketh. Kwa tafsiri nyingine inasema kama maana awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hatuwezi kutofautisha maisha yako yalivyo sasa na vile unavyowaza. Hatuwezi kutofautisha. Kushindwa kwa kila mtu kunaanzia kwenye mawazo, na kufanikiwa kwa kila mtu kunaanzia kwenye mawazo. Na ndio maana ni muhimu kulinda mawazo yako. Usikubali wewe uwe kama shimo la takataka. Shetani anapandikiza kila takataka kwenye ufahamu wako. Kila takataka kwenye ufahamu wako. Na ndio maana Paulo anawaambia Wafilipi kwamba hatimaye ndugu zangu, neno lote lilo kweli, ukiwemo wema wote, ikiwemo sifa njema, ya tafakarini hayo. Mafanikio yako yanategemea kwamba unawaza nini. Lakini kumbuka pia tunaposoma kwenye Waefeso 3:20, maandiko yanasema na atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sasa hii inaonyesha kwamba mawazo tunayowaza yanafanywa kazi. Kwa Mungu anafanya hata zaidi ya yale tunayowaza. Kwa na adui pia wanafanyia kazi mawazo tunayowaza. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukawaza tu ukashangaa hicho kitu kimefanyika. Kimefanikiwa kwa kuwaza tu. Kwa kuwaza tu. Kwa mawazo ni maombi. Na ndio maana ni muhimu kulinda mawazo. Mungu anafanyia kazi hata mawazo tunayowaza. Hatujatamka, lakini ile wazo Mungu analiona, lakini pia na adui anaona. Ni muhimu sana kulinda mawazo yako. Kama unataka kuishi maisha ya ushindi, kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, linda mawazo yako. Usikubali ufahamu wako uwe ni ufahamu ambao shetani anatupa kila takataka. Anatupa kila takataka. Wewe sio ufahamu wako, sio shimo la takataka. Roho Mtakatifu atawale ufahamu wako. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka hakuna namna ambavyo unaweza kufanikiwa zaidi ya vile unavyowaza. Zaidi ya vile unavyowaza. Mafanikio yako yanategemea kwamba unawaza nini. Unawaza nini? Na Roho Mtakatifu akusaidie
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila wazo ambalo liko kinyume na ahadi za Mungu kwenye maisha yako, hilo wazo na liondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Chochote ambacho unakitafakari ambacho kiko kinyume na mpango wa Mungu juu ya maisha yako, ni kisambaratike sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ufunguliwe ufahamu wako katika jina la Yesu. Uponywe ufahamu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kuwashirikisha marafiki zako. Mungu akubariki katika jina la Yesu.